Mwanzo nilifika Buza, walinipokea kama kawaida. Si unajua tena jiji, lakini unajua maisha uswahilini sipazoea. Mimi nimetokea kijijini, vitu vingine ushamba nini. Mwanzo changamoto ilikuwa nauli. Pili, yani yale mazingira sikuyapenda. Hello my beautiful people, leo tupo tena kwenye kipindi chetu cha The Real. Karibu sana utusikilize. Tutajifunza vipi? Tunajifunza kupitia story ya mtu. Maisha ya mtu yatatokea kuwa funzo kwako. Lolote ambalo mtu atakwambia hapa, kitu gani amepitia, changamoto gani amepitia, ndicho kitu utakachojifunza. Leo tupo na mgeni wetu hapa. Naomba ujitambulishe mwenyewe. Naitwa Mwanaisha Muhando. Mwanaisha Muhando, umetokea wapi? Natokea Mbeya Mbarali. Na hapo upo unasoma au? Ndio nasoma. Course gani? Human resource. Human resource, HR, mabosi. Okay, labda unaweza kaniambia yani labda kutoka Mbeya mpaka huko Dar, kitu gani ambacho ume-experience kipya? Kitu kipya, nime-experience vitu vingi sana. Mfano, vitu vingi yani wakati tuna mengi ya kuongea. Kwanza tu nimejifunza maisha, yani kitu kinaitwa maisha. Jamani, umejifunza maisha. Nimekutana na watu tofauti, nimejifunza vitu tofauti, vitu vingi sana. Katika hivyo vitu vingi sana, je, kuna changamoto gani ambao ulikutana nao? Yani maybe ulikuwa na mtu ambaye ukaamini kabisa huyu mtu kweli mimi nabebana naye mpaka mwisho, lakini ukakuta njiani yani ameblock tu, yani hivyo ikawa ni changamoto. Umewahi kukutana na situation? Nimekutana nayo. Kwanza watu waliowategemea kwamba nitaishi nao, nitakuwa nao karibu, ndio kwanza walikuwa mbali na mimi. Na pili, nimekuja kuishi na watu wapya kabisa. Yani msaada wangu, watu wangu wa karibu wamekuja kuwa watu wapya ambao sijawahi wategemea, yani sijawahi wawaza. Yani umekuja huku umekutana na new cycle apart from ile cycle ambayo wewe uko unaitamani, yani uko unajua kabisa nikifika kule nitakuwa naye wewe. Yeah. Mfano labda ulipofika Dar ile siku ya kwanza, ulifika moja kwa moja labda kwenye hizo stage zenu za chuo au ilikuwaje? Mimi nilipokewa na rafiki yangu wote tumesoma naye nimemaliza naye advance, alinipokea nikafikia kwa Buza. Hizo bado unakaa Buza, si ndio? Hapana, naishi kwangu. Unaishi kwako? Okay, hapo sasa nataka nipate hizo changamoto gani zilikufanya wewe utoke Buza au wewe utoke ulipokuwa umeishi, au ni process gani yani mpaka umefikia kupanga wewe, ilikuwaje hapo katikati? Mwanzo ulikuwa mgumu kidogo. Mwanzo nilifika Buza, walinipokea kama kawaida. Si unajua tena jiji, lakini unajua maisha uswahilini sipazoea. Mimi nimetokea kijijini, vitu vingine ushamba nini. Mwanzo changamoto ilikuwa nauli. Pili, yani yale mazingira sikuyapenda, yani hayakuwa yani supportive, yani sikuyapenda, yani hayakuwa supportive yani kwenye wewe kusoma, au supportive kwenye nini? Kwenye kila kitu kusoma, yani kwenye kila kitu, kwamba yani hujazoea maisha uswahilini, unaleta uswahili mwingi ambao unakushinda mtoto wa kijijini. Ule uswahili mwingi unanishinda, hata kusema nitakaa na mtu fulani nitabadilisha kitu nikaa sioni, yani ile yani. Katika hizo changamoto unaweza kaniambia, maana anasikia watu wa Mbeya ni watu wakarimu sana, ni watu ambao wanapenda kufanya yani cha kwangu chako. Yani maybe katika hizo changamoto hiyo umekutana nayo kwamba ukafika huko ukakuta ni mbona maisha ni tofauti na Mbeya kabisa? Hii nimekutana nayo kwa sababu mimi nilifika hapa, nilikuja tu na vitu vyangu. Unajua da karibu mgeni mwenyeji nini apone. Okay, kwa hiyo nilipofika da mimi nilifika tu nikajua taishi kawaida, lakini nilipofika pale yani nilikuta vitu tofauti. Yani nakaa kwa mtu ndio amenipokea hivyo, lakini kila kitu najitegemea. Tofauti na nilivyowaza. Yaani uliwaza kama nafika kule kwa sababu ni nyumbani kwa kina rafiki yangu maybe, kwa nitaishi kama mtoto kama vile kama watu wa Mbeya tulivyo. Yeah, of course naelewa sana. Ni mtu wa Mbeya, mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Watu wa Mbeya ni wakarimu sana. So ulipofika huko ukaona mama kila kitu unajitegemea. Kila kitu najitegemea na kila kitu kilikuwa tofauti sana. Yaani tofauti na vile ambavyo umetoka nyumbani wanakuambia kabisa ukifika huko mambo yatakuwa sawa hivi nini. Ukafika huko kama mwanzo nilikuwa na wasiwasi wa kuja, lakini mama aliniambia nenda utazoea tu nini hivyo. Kwa hiyo nikajikaza nikaja, maana mimi nilikuwa naliogopa ile. Yaani kuja tu nilikuwa naliogopa. Mimi nitaogopa mjada. Uko ndo maana usome Mbeya. Na ni kitu kilichokufanya wewe uje mpaka kwamba ukoona vio vya kuapply Mbeya? Niliapply Mbeya, lakini chuo nilichoapply kozi ilikuwa mpya, afu ilikuwa inahitaji watu wachache sana. Kwa hiyo kozi ikawa imefungwa, afu chuo kikatoa kozi moja ya mwisho, afu hiyo kozi siifahamu. Yaani ni kozi ambayo sijui, yani kuipenda, yani uielewi kabisa. Sielewa kabisa, hata idea sina. Kwa hiyo ikabidi, kwa sababu niliapply na TIA CDE, kwa hivyo vilivyobaki nikaangalia chochote tu ili mradi nipate chuo, maana nimekaa mpaka dirisha la 3 linatoka, mimi bado chuo sina. Okay, kwa hiyo ikawa tani ile sasa nifanyaje? Sasa nifanyaje? Kwa hiyo nika confirm ili mradi chuo tu, yani
nipate tu chuo niende chuo, siwezi nikabaki nyumbani. Hapo nimekupata. Okay, toka umepanga ni changamoto gani unazipitia maybe, na yani kuna masuala ya boom yamekuwa ni yani kama changamoto kubwa sana. Unapokea boom kwanza? Ndio, napokea. Okay, yani wewe kupanga kwako na masuala ya boom, yani hapo unatumiaje hela ya boom kwenye kucontrol maisha yako ya wewe kupanga? Je, inatosha? Haitoshi. Hebu nipe budget yako, yani ndani ya 600,000 inakuaje? Mimi kwanza budget yangu huwa sihesabila, nakuta tu imeisha. Na je, unakaa nao kwa muda gani? Ni mpaka muda unafikia wewe hela inaisha ni muda gani? Mwanzoni kabisa nilikuwa nikipokea boom kwa sababu nilikuwa peke yangu, naweza nikakaa nayo hata mwezi na kidogo, lakini kwa kipindi tumekuwa wawili, boom nakaa nalo wiki 2 wiki 3 limeisha. Wiki 2 600,000. Yaani ila mahesabu yenyewe tu huelewi yameendaje, ila wiki 2 imeisha. Kwa hiyo hicho kipindi ambacho mlikuwa mnakaa wawili, huyo wa pili ilikuwaje? Kwamba yeye kwa apokee boom au anapokea? Yeye alikuwa apokee. Yaani kidogo, yani alikuwa na changamoto kidogo. Okay. Lakini naye ni mwanachuo? Ndio, mwanachuo. Okay. Sasa natamani nijue, yani wewe boom yani wiki 2 hivi, unajua wiki 2 ni siku 14, 600,000 inakuja inaisha hiyo 600,000, kwamba uliendekeza bata kama vile watu wanasema No, mimi sio mtu wa bata sana, sikuendekeza bata, lakini ni vile tu, yani kunajua kuna mambo mengi, kuna stories zingine hazipaswi kuhadisiwa, yani hazihadisiwi, ila ni hivyo, changamoto tu mbalimbali, yani ndio hivyo unajikuta yani. Okay, nimepata kusikia kwamba TIA, wewe si hapa ni TIA. Wana TIA wengi wanakuwa wanasoma lakini pia wanajihusisha na baadhi ya shughuli nyingine tofauti na kusoma. Wewe una shughuli gani ambayo unajihusisha? Mimi content creator. Content creator, wow. Kwa hiyo wewe una jina lako au jina la kazi ambayo unatumia? Jina la kazi natumia Manyeleto. Manyeleto. Naomba mnifollow. Unaomba akufollow. Jamani, anatumia jina la Manyeleto, anaomba mumfollow. Una changamoto gani ambazo unapitia kwenye content creator? Na ulianzaje? Maana umesema ulikuwa unaliogopa jiji. Yaani kwenye content zako, yani kuna changamoto gani ambazo unazipitia sana sana? Mwanzoni mimi nilikuwa naogopa kuiface camera. Face camera. Yaani nilikuwa shida, yani hata tukiwa wawili hivi kujirekodi nilikuwa siwezi. Okay, lakini sasa hivi nakumbuka mimi mimi ndo yani nafika tu ile Mbagala nikakutana na huyo mkaka. Yani huyo mkaka anakaa na nini na kaka yake, yani naye amefika tu, unajua tu changamoto za kimaisha, amefika anakaa kwa muda, ila itabidi atafute kwake akafanyaje, akapange. Kwa hiyo nilipofika tu nimekaa kama siku 2 3, ilikuwa mwezi wa Ramadhani, tumefunga vizuri hivyo. Tumekaa kama siku 2 3, ile kaka akaniomba, akaniambia sisi huwa tuna shoot, naomba siku moja tu shoot na wewe, yani tu tunafanya nini kwa haraka. Sikumjibu, nilicheka tu nikaondoka. Sasa nikaa nimeenda kumwambia rafiki yangu, nikamwambia hivi yule mkaka amesema anataka tu nini tunafanya content. Akasema labda ameona unaweza. Nikasema mbona mimi siwezi? Kwamba ameona nini? Akamwambia hamna, wewe kipaji unacho, jitahidi, yani hivyo fanya. Kwa hivyo content yangu ya kwanza ilikuwa ngumu, lakini nilijitahidi nikaanza na ikaenda. Na ikaenda. Okay, katika content zako hakuna stage ambayo ulifikia ukasema hii content hii hapana, yani ni ngumu sana? Ndio, hiyo ya kwanza ilikuwa ngumu kwanza, yani Mungu wangu, si nisemaje, hiyo ya kwanza ndio ilikuwa ngumu. Ila na ulifanyia mbele za watu au tu ulifanyia hivi? Maana content ni nyingi. Tulifanya tu kawaida, lakini tu face camera ndio ilikuwa shida. Kuna content moja hivi ilikuwa ni scene ya kujiuza, ile ndio content ilikuwa ngumu sana kwangu. Yani okay, scene ilikuwa ni ya wewe, yani kwamba ulikuwa unafanyaje, unaenda kujiuza? Yani kwamba mimi mwanaume wangu ana tatizo la nini, inaitwa nini ile, kwamba afanyaje, yani hawezi kufanya nini. Okay. Kwa hiyo mimi yani yupo tu nyumbani afanye chochote. Kwa hiyo mimi natoka namwambia naenda viwandani kufanya kazi, kumbe nafanyaje, naenda kujiuza. Sasa hiyo siku narudi nyumbani nakutana na mtu alionunua jana, kumbe ni mdogo wa yule nani. Yani unakutana na shemeji, shemeji alikununua jana usiku, unarudi nyumbani kutoka kwenye mishemishe unakuta shemeji amekaa na kaka yake. Hiyo sini iko ngumu. Kwa ulivyokuwa unajiuza pale watu wanapopita unaona nini vile? Ukaona ni ngumu Ni sini ngumu. Niliona ngumu kwa kweli. Yani ulivaa mavazi yale kama dada zetu. Nilivaa mavazi kama dada zetu. Yani kwanza mavazi ndo alininyima confidence. Yani kuna nyingine mpaka tuligaili, maana ilihitaji vazi la vile vile. Kwa nilishindwa kwa kweli. Okay. Hongera sana, lakini umepambana sana. Okay, labda unaweza ukanipa story, labda wewe hapo baada ya shule unategemea kufanya nini? Unajiendeleza na content au inakuwaje? Mipango ni mingi, plani ni nyingi sana. Plani moja hapo ambao unahisi kabisa hii apart from kuajiriwa naruka nayo nikimaliza tu
yani cha kwanza nahisi nitaendelea na content, alafu cha pili mimi nimejipanga yani kuja kufanya chochote kitakachotokea mbeleni, nini kiwe tu cha halali, yani napata riziki ya halali, yani chochote kitakachokuja mbeleni, haijalishi kuuza nini, sio kufanya biashara gani, sitoogopa kwa kweli. Hata mipango juu ya hiyo biashara, yani ndio mpaka useme hivyo, yani ukishasema hivyo chochote wewe ni achala sasa Ichala unakosaje mipango? Labda nikimaliza tu hapa naruka na hiki hapa, labda naruka na biashara fulani au unafanya nipe hiyo issue. Biashara ni biashara. Unatamani uje kuwa basic kwenye nini? Mimi natamani niwe natoa vitu mkoani naenda huko. Mkoani kama vyakula. Maana watu wa Mbalali kama vyakula. Siketi si tunalima. Mnalima mchele. Sasa upo kwenye kulima. Wewe unaendaga mashambani pia? Ulikuwa unaingia mashambani kabisa kuna nini mpunga? Ndio. Hebu nipe experience kidogo ya kuingia mashambani kuna nini mpunga nini? Inaanza kulimwa mwezi wa ngapi? Nini? Kwanza mpunga kama mpunga unavyolima, yani unavyoanza inaanza mwezi wa 11. Yani mwezi wa 10 watu wanasafisha mashamba. Mwezi wa 11 wanachukua ule mpunga kama mpunga zile mbegu sasa. Unamwaga zinatengenezwa nini? Inamwagwa sehemu moja inatengenezwa mbegu, zile kitalo cha mbegu zinaota, yani zikishaota zikifikia umri fulani kama miezi kadhaa, yani zinahesabiwa siku. Siku si nyingi, kwa ndio hivyo. Tayari hapo ni kama mwezi wa 12, mwezi wa ngapi, wengine huwa wanawahi, wengine wanachelewa. Kwa muda huo tayari mashamba yanakuwa yameshasafishwa, yatalimwa, yatarugwa. Ya kipando vile unatoa mmoja unakuja unang'oa zile mbegu, unakuja unapanda chache chache. Okay. Na unapopanda naonaga kama mpunga wanakuwa na naniliu. Wanauweka yani kama wanaovuna mpunga wanaingia kwenye maji hivi. Yani ile inakuaje? Yani mpunga unaota na maji. Yani sehemu kwanza udongo wake huu mchanga wa kawaida, unakuwa ule udongo wa mfinyanzi na nini mpunga, yani sehemu ya mpunga yote lazima kuwe na maji. Kwa ndio hivyo, kwa itafika stage ya kupalia ule mpunga utapaliwa, itafika stage ya kuvuna. Kwa sasa tumaliaje pale kwenye maji? Si unakuwa ndani ya maji? Ndio, unakuwa ndani ya maji, unatoa yale majani na unaingia mle ndani ya maji. Sio kwamba utakaa pembeni. Kuna experience nasikia unasemaga eti unachana, yani kweli kuna majani mengine ndio yanachana kuna baadhi ya. Kwa tukishindwa shule hapa tunarudi kulima mpunga, si ndio? Yaani kumuuliza kitu cha mwisho au nimpe nafasi ya mwisho, anawezaje akatushauri sisi? Yaani kinini anachotushauri kwenye hii jamii? Nachotaka kusema tupambane tu. Yaani hata nashinda niingeaje? Yaani nashinda kupambana. Ongea hivyo hivyo. Tupambane, ndio tupambane. Tupambane kivipi? Tupambane sana, yaani tujitafute kiuchumi. Tupambane. Yaani kitu ambacho mimi nimepitia, sitaki wengine, yani sitaki labda kizazi changu au generation yangu ije ipitie hicho. Kwa jamani, watu tutafute sana hela, yani isifikia tu mtoto atoke akaenda akakae kwa nini kwa mtu. Yani mtoto uwe na hela zako wewe kama wewe, mtoto asihangaike nini hivyo. Tupambane jamani, tupambane kwa ajili ya watoto. Okay, asante sana jamani. Ushauri wa dada yetu leo Mwanaisha anasema tupambane, usiruhusu mtoto wako huko mbele akaja kukaa kwa mtu. Kuna changamoto amezipitia yeye baada ya kutoka Mbeya Mbalali kuja hapa Dar es Salaam. Amefika hapa akapokelewa na watu. So ushauri wake mkubwa umekuwa ni kwamba tupambane jamani, tupambane. Nimekuelewa sana. Asante sana dada Mwanaisha kwa ushauri. Then ulikuwa hapa na mimi Cleopatra Sanga as host wa hiki kipindi. Nakushukuru sana kwa kuwa na mimi hapo. Natumaini umejifunza vitu vingi sana. Karibu na tutaendelea kujifunza vitu vingi zaidi.